Katika moja ya interview ambayo imeweza kuibua hisia kubwa zaidi ni kile ambacho ameweza kukisema Enock Kibera kuhusiana na Aslay wakati akiwa anahojiwa na moja ya kituo cha redio cha mkoani Morogoro kinachofahamika kama Planet FM. Enock Kibera ameweza kufunguka baada ya kuulizwa swali kuhusiana na hali halisi ambayo anaipitia sasa hivi Aslay na nini hasa ambacho yeye anadhani kinaweza kikaa nyuma ya pazia ambacho kinaweza kimepelekea ama kimesababisha haya yote. Na akaulizwa pia kuhusiana na kwamba kama vile ana wasiliana na sasa hivi na Aslay au hakuna mawasiliano baina yao na nini hasa ambacho kinaweza kimesababisha hayo yote. Basi Enock Kibera akafunguka kwa upande wake, lakini kile ambacho ameweza kusema Enock Kibera kimeweza kuacha maswali makubwa zaidi na kujiuliza, mbona kama kuna mazito ambayo Aslay alikuwa anayafanya huko nyuma. Lakini pia Enock Kibera anasema kwamba hata yeye mwenyewe kama angeshawishika basi leo hii huenda angekuwa kwenye 18 za mateso au matatizo ambayo yanamkuta sasa hivi Aslay. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapata kufahamu. Nitakupa nukuu hapa ya kile ambacho Enock Kibera ameweza kukizungumza wakati anahojiwa na Planet FM. Alafu utakuja kuniachia comment yako kwamba unadhani ni uhalisia au Aslay anazidi kutengenezwa mazingira tu ya kuweza kuharibiwa. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Naomba nikukumbushe muda wangu, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video ili wa kwanza kabisa kupata updates kwenye video zijazo. Sasa kama kawaida tunafahamu mengi yameweza kuzungumzwa. Aslay video yake imeonekana kuibua mengi ambao watu walikuwa hawayajui. Kila mmoja amekuwa akifanywa interview kwa wakati wake, especially wale watu ambao walishaikuwa na ukaribu na msanii Aslay. Tunakumbuka Enock Kibera ni mmoja wa watu ambao walishaikuwa kundi moja pamoja na Aslay kipindi hicho ya Moto Band, lakini baada ya hapo kila mmoja alivyosambaratika, basi Aslay alionekana kuwa moto sana, lakini Enock Kibera anaweza kusema ni mmoja ya msanii ambaye hakuwahi kupata bahati ya kuwa na mafanikio makubwa tofauti na wengine wote ambao walipataga hata chance ya kuweza kuhit kwa namna fulani. Tunafahamu Beka Flavor, tunafahamu Mbosso Kane ambaye mpaka sasa hivi yuko kwenye form, lakini pia tunafahamu Aslay. Sasa Enock Kibera bwana, kutokana na kwamba shaikuwa karibu na Aslay, alifanyiwa interview kutokana na kile ambacho kilionekana mitandaoni kikisambaa kuhusiana na Aslay, na swali moja liloulizwa ni kwamba yeye ameona ile video na je, anachukuliaje au anadhani sababu kubwa inaweza kaa nini kwa experience ilionayo kuhusiana na maisha ambayo alishakuishi na Aslay. Akasema kwamba kwanza kabisa nampa pole Aslay kwa sababu ni mmoja wa watu wake wa karibu sana, marafiki zake ambao walishakuwa marafiki zake kifupi. Na akasema kwamba hashangai kuona kile ambacho Aslay anakipitia sasa hivi, ijapokuwa anampa pole kwa sababu ni moja ya kitu ambacho anaweza kusema aliyataka mwenyewe. Akaulizwa why, anasema kwamba aliyataka mwenyewe. Akasema kwamba Aslay ni mmoja wa watu ambao wengine wangesababisha kwa asilimia kubwa yeye pengine naye angekuwa kwenye hali kama ambayo anapitia sasa hivi Aslay, kwa sababu alishawahi kumconvince ama kujaribu kumshauri kwamba na yeye aweze kutoa kafara ya mzazi wake yoyote ili mwisho wa siku aweze kupata mafanikio ya haraka. Anasema Aslay aliniulizaga kwamba kama kuna namna ambavyo mimi natamani kurudi kwenye form, kipindi hicho muziki wangu ulikuwa haufanyi vizuri. Akanambia kwamba kwa sasa hivi wazazi wameshakuwa wakubwa, wamesha enjoy maisha, kwa hiyo kuna wakati itabidi hata mwenyewe utafute namna ya kuweza kufurahia maisha yako. So akanambia kwamba wazazi wangu age imeenda sana kiasi kwamba hawana muda mrefu hata dead. Kwa hiyo akasema naweza nikamtoa kafara iwe baba iwe mama, ili mradi na mimi niweze kuja kurudi kuenjoy ladha ya muziki pamoja na mafanikio yaliyopo ndani ya muziki. So amenukuliwa akisema hivyo, na kibaya zaidi hajaweza kuficha. Ameongea wazi kabisa, kitu ambacho kimeacha maswali mengi na kujiuliza najiamini nini kwenye hili, au pengine wana bifu kubwa kiasi cha kupelekea yeye kuweza kutoboa siri hii na kuweka wazi. Lakini watu wanauliza kwamba kama haya yote yalikuwa yanatokea huko nyuma kiasi cha Enock Kibera anasema yeye kwamba alikataa. Sasa inakuwaje kwa upande wa Aslay, aonewe huruma au asionewe huruma? Comment yako nipi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kuzungumza Enock Kibera? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapa, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.